Dr. Samia hoye! Nataka niwasikie kule nyuma. CCM hoye! Chama cha Mapinduzi! Chama cha Mapinduzi! Chama kimechachamaa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya wananchi wa Rufiji, kwa niaba ya wazee, kwa niaba ya wazazi, kwa niaba ya kina mama waliobeba watoto wao migongoni kuja leo hapa kukushuhudia, kwa niaba ya vijana, karibu sana Rufiji. Karibu sana Rufiji. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea wa urais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, nianze kwanza kwa kukushukuru sana. Uliniteua kuwa waziri katika wizara mbalimbali kwa imani kubwa uliyokuwa nayo nami nimefanya kazi hiyo kwa kasi kubwa kukusaidia pale ambapo ulihitaji na maelekezo ulionipatia kwenda kuyatekeleza. Ninakushukuru kwa niaba ya wananchi wa Rufiji. Uteuzi wako kwenye serikali umenifanya niweze kufanya kazi ndani ya serikali katika mihimili yote mitatu ya dola: mhimili wa mahakama katika nafasi andamizi, muhimili wa bunge kama mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge, na muhimili wa serikali katika wizara 4 za kisekta mbalimbali, wizara nyeti. Na kushukuru sana kwa niaba ya wazee wote wa Rufiji. Asante sana sana kwa unyenyekevu mkubwa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea wa urais, CCM oye! Mheshimiwa mgombea wa urais, yako mambo naomba uridhie niyaseme leo, kwa sababu hakutakuwa na wakati mwingine katika historia ya taifa hili. Ndugu mgombea wa urais, historia ya taifa letu imejaa maamuzi makubwa yaliyobadilisha mustakabali wa nchi yetu. Wazee wetu walikaa chini mwaka 1961 wakamchagua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Baada ya karibu karne na nusu, leo hii historia mpya inakwenda kuandikwa. Kwa mara ya kwanza katika historia yetu, Watanzania wanakwenda kuchagua rais wa kwanza katika sanduku la kura tarehe 29 mwezi wa 10. Rais wa kwanza mwanamke, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kizazi cha leo kitakuwa na mambo mawili. Kwanza ni maamuzi ya wazee kumchagua baba wa taifa kuwa rais wa kwanza, wakiamini mwanga wa uhuru, mapambano wakati wa ukoloni. Lakini sasa Watanzania wanakwenda kuandika historia nyingine ya kumchagua rais wa kwanza mwana mapinduzi ya kiuchumi na rais wa kwanza mwanamke. Tupige makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgombea wa urais, baba wa taifa aliwahi kusema, uongozi si cheo, uongozi ni wajibu. Na wazee wangu hawa wamenilea kwa machungu, wamenilea kwa jasho na matumaini ya ardhi hii. Na matumaini hayo nimeyabeba kuhakikisha Rufiji inasikika Dodoma, Rufiji inasikika Dar es Salaam, Rufiji inasikika dunia nzima. Tunakushukuru kwa mengi,
kwa kazi kubwa uliyoifanya kwa taifa hili. Ndugu mgombea, miaka minne ya uongozi wako nikiwa waziri ninayekusaidia katika sekta ya TAMISEMI, wizara ya TAMISEMI, ulitupatia takriban trilioni 6 kwenda kuboresha maisha ya Watanzania katika maeneo mbalimbali nchini. Trilioni 1.3 ulizielekeza kwenye sekta ya afya. Ulijenga hospitali mpya 129 kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nani kama Dr. Samia? Umekarabati hospitali kongwe 48 nchini. Rufiji tulijengewa hospitali ya kwanza na baba wa taifa mwaka 1963. Lakini wewe ulitoa fedha karibu bilioni 2 imekwenda kukarabati hospitali ambayo ilikuwa imechakaa sana. Tunakushukuru sana kwa kazi kubwa ulioifanya Rufiji, ulioifanya katika taifa hili. Lakini katika sekta ya afya, ulipoingia madarakani, umejenga vituo vya afya nchini, karibu vituo vya afya 500. Na hapa Rufiji tulikuwa na vituo vya afya 3. Naomba nikuthibitishie, katika kipindi chako cha uongozi umejenga vituo vya afya 9 na 4 vinaendelea kujengwa katika maeneo mbalimbali. Ulipoingia madarakani tulikuwa na zahanati 18 pekee. Ukajenga zahanati nchi nzima, karibu zahanati 1413. Na hapa Rufiji tulikuwa na zahanati 18, umejenga zahanati 42 na zahanati 7 zinaendelea kujengwa maeneo mbalimbali. Katika sekta ya elimu ulitupatia takriban trilioni 4.11. Fedha hizi zimejenga shule mpya, zaidi ya shule mpya za msingi 600, shule za sekondari zaidi ya 400. Umejenga shule za wasichana wenye vipaji maalum 26 kila mkoa. Na hapa Rufiji ukamwenzi Bititi Mohamed, ukajenga shule ya sekondari ya Bititi Mohamed. Nani kama Dr. Samia? Umejenga shule za ufundi, na Rufiji ulituletea bilioni 1.6. Shule ya sekondari ya ufundi ujenzi unaendelea, shule ya VETA ujenzi unaendelea. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Rufiji, kwa miaka mingi Warufiji hawakupata elimu. Nilipoingia madarakani wakati wako, Rufiji nilikuta na shule 4 za sekondari. Shule 4 za sekondari. Vijana wengi hawakupata elimu. Pamoja na kwamba Rufiji ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro, lakini shule zilikuwa 4. Kipindi chako umejenga shule za sekondari hapa Rufiji 22. Nani kama Daktari Samia? Kutoka shule 4 mpaka shule 22. Nilikuta shule za msingi 19. Umejenga shule za msingi kila kona nchi hii. Kila kijiji umejenga matumaini kwa Watanzania. Tunakupongeza na tunakupigia makofi mengi sana sisi wa Rufiji. Tulikuwa na shule za msingi 19 wakati naingia madarakani. Wakati wako ulitushika mkono wa Rufiji. Umejenga shule za msingi 63 kati ya shule 19 zilizokuwepo. 63. Tunakushukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulikuwa na shule ya sekondari 1 ya A-level, lakini wakati wako umejenga shule 7 za A-level hapa Rufiji. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Ndugu mgombea wa urais, naomba nikuthibitishie, ulinikabidhi takriban trilioni 1.92 kwenda kuboresha barabara za vijijini na mijini kupitia TARURA. Tumejenga mtandao wa barabara kilomita 1600 kote nchini. Kilomita 1600. Umekarabati barabara za changarawe kilomita 1300 kote nchini. Umejenga madaraja 5000 chini ya TARURA kote nchini. Kimsingi hujajenga madaraja, umewaunganisha wananchi walioko mashambani na wale walioko sokoni kwenda kupeleka mazao yao sokoni. Na hapa Rufiji unajenga daraja la Mbambe
lenye thamani ya takriban shilingi bilioni 27. Nani kama Daktari Samia? Unajenga daraja la Muholo. Uliona kwenye mafuriko wananchi wa Muholo wanavyohangaika. Mitaa ilikatika, vijiji vilikatika, watu hawakuona wazazi wao, watu walifariki. Ulikuwa wewe mstari wa mbele kuwafariji wa Tanzania kote nchini. Ulikwenda Morogoro, ukapeleka misaada, ukaja hapa Rufiji, ukajenga daraja la Muholo, ukatupatia bilioni 17, daraja la Bititi Mohamed. Nani kama Daktari Samia? Rufiji, ulipoingia madarakani, hatukuwa na barabara hata nusu kilomita za lami. Ulipoingia madarakani na wakati wa mafuriko, umejenga mtandao wa barabara kiwango cha lami hapa Rufiji, zaidi ya kilomita 20 za lami umejenga Daktari Samia. Nani kama Daktari Samia? Tumpigie makofi mengi sana shujaa huyu wa taifa hili ambaye hajapata kutokea. Ndugu mgombea wa urais, naomba nikuthibitishie, tarehe 22 mwezi wa 12 2022 ulikuja Rufiji na ukaenda kuamsha ndoto za baba wa taifa kwa kuzindua mradi wa umeme, mradi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uliopo kwenye jimbo hili la Rufiji. Ulipokuja Rufiji ukasema unataka barabara kutoka Chalinze mpaka eneo la mradi, kutoka eneo la mradi pale Mroka mpaka Mkongo, kutoka Mkongo kwenda Kibiti, na kutoka Mkongo kilomita 8 kwenda Pwani pale Utete, na ujenzi wa daraja la Utete. Nimezungumza na Wizara ya Ujenzi, wamenithibitishia maelekezo yako yameanza kutekelezwa, upembuzi yakinifu umekamilika. Tunakushukuru sana 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 kwa kukubali kuingiza kwenye ilani ya uchaguzi barabara ya Mloka kwenda Mkongo na ujenzi wa daraja la Mkongo. Nani kama Daktari Samia? Tunakushukuru sana sana. Uliporidhia ukawaelekeza Wizara ya Ujenzi kwenda kufanya upembuzi yakinifu, kuingiza kwenye ilani barabara ya Ikwiriri kwenda Mkongo kilomita 33. Nani kama Daktari Samia? Tunakushukuru sana kwa kukubali kujenga barabara ya Nyamwage Utete iliyowang'oa wabunge 8 wa jimbo hili la Rufiji. Barabara ya Nyamwage Utete, ujenzi unaendelea, kilomita 37 kiwango cha lami. Nani kama Daktari Samia? Tumpigie makofi mengi sana kiongozi huyu, shujaa wa taifa hili. Ndugu mgombea wa urais, kazi kubwa umeifanya, na sisi wa Rufiji, wazee wangu hawa wamekuja hapa leo, vijana na kina mama, lakini leo tuna wageni kutoka Kilwa Kaskazini. Kutoka hapa Rufiji kwenda Kilwa Kaskazini ni kilomita 50 tu, lakini ninayo maombi maalum kabisa. Ndugu mgombea wa urais, Watanzania wa Rufiji hawa wanakupenda sana sana, haijapata kutokea. Naomba nikuthibitishie, wapo miongoni mwao wanalazimika kusafiri kilomita 400 kwenda mkoani kupata huduma kwenye ofisi za mkoa. Ulitoa takriban bilioni 391 kwenda kujenga miundombinu ili utawala bora uweze kutekelezwa kwa kujenga ofisi za mkoa. Tunakushukuru sana sana Daktari Samia. Nasi tulipata maelekezo yako ya kwenda kujenga jengo la halmashauri ya mji. Tunakushukuru kwa kuridhia hilo. Lakini Warufiji hawa wanasafiri kilomita 400 kwenda Kibaha, na ni lazima wapite Dar es Salaam ili kwenda Kibaha, na wengine ni bora wapite Morogoro kwenda Kibaha kupata huduma. Ndugu mgombea, uliponipa ridhaa, niliwaelekeza wasaidizi wangu, makatibu tawala wa mikoa Pwani na Lindi, kukaa na kutathmini ili kuzielekeza halmashauri za wilaya ya Kilwa Kaskazini, halmashauri ya wilaya ya Rufiji na Kibiti,
halmashauri ya wilaya Mkuranga na Mafia kuona uwezekano watakapokamilisha tathmini tukuletee maombi maalum. Tunakuomba sana uturudie ili kusudi Warufiji hawa wapunguziwe mzigo wa kusafiri kilomita 400 kupata huduma kwenye ofisi ya mkoa. Watu wa Kilwa Kaskazini wako hapa, viongozi wa chama na wazee wa Kilwa Kaskazini. Tunakuomba sana uridhie kukubali maombi haya tunayokuomba leo ya kuanzishwa kwa mkoa mpya. Pengine mkoa huo ikikupendeza uitwe mkoa wa Rufiji. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Daktari Samia na mgombea wa uraisi na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, umefanya kazi kubwa kwa taifa hili. Naomba nikuthibitishie kiasi cha takriban trilioni 1.56 ulichokitoa kwa ajili ya elimu bure. Umewawezesha wazee, umewawezesha kina mama, umewawezesha walezi, umewawezesha wazazi kote nchini. Leo hii wazazi wetu, walezi wetu nchini, vijiji vyote na kata zote nchini wana uhakika wa kupeleka watoto wao shule na wakasoma, kwa sababu wewe unabeba mzigo wa elimu. Ile ada ambayo wazazi waliibeba unaibeba wewe. Kwa niaba ya wazee wa Rufiji, kwa niaba ya wazazi na walezi, tunakushukuru sana kwa kubeba mzigo wa ada na kuwasaidia Watanzania wasiojiweza kote nchini. Na kushukuru sana 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 Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia miradi ya miji. Nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa niaba ya Warufiji wote, kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Pwani. Kwa mara ya kwanza katika historia umepandisha hadhi halmashauri ya wilaya ya Rufiji kuwa halmashauri ya mji. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Umepandisha hadhi halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kuwa halmashauri ya mji. Nani kama Daktari Samia? Umepandisha hadhi halmashauri ya mji Kibaha kuwa manispaa. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kupandisha hadhi umetupatia takriban bilioni 30 kwenda kuboresha miji yetu. Tunakwenda kujenga masoko ya kimkakati. Ujenzi wa soko la Umwe utakaogharimu zaidi ya bilioni 13. Ujenzi wa stendi ya kisasa maeneo mbalimbali kuanzia Mloka kwenda Kipugila kwenda kule Mwaseni kuja pale Utete, na ujenzi wa stendi ya kimkakati katika halmashauri ya mji Rufiji pale Utete. Tunakushukuru sana sana kwa miradi hii ya Benki ya Dunia. Asante sana sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kupitia kupandisha hadhi miji 44 hapa nchini imenufaika. Takriban trilioni 1.3 ulitukabidhi kwenda kujenga barabara. Umepandisha hadhi vijiji kuwa miji na miji kuwa majiji. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Tumpigie makofi mengi sana. Sisi huku Rufiji ni kukuombea dua na kukushukuru sana kwa kazi kubwa ulioifanya. Umejenga ufahamu, umetekeleza ndoto ya baba wa taifa, kwenda kupambana na ujinga, kwenda kupambana na umaskini na kwenda kupambana na maradhi. Tunakushukuru sana sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupige makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa taifa hili. Nakushukuru sana. Mwisho, Daktari Samia ametekeleza ndoto za Watanzania. Ninaomba nikuthibitishie maelekezo uliyoyatoa kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini, wameyachukua na wanakwenda kuyafanyia kazi mara moja. Umeelekeza tarehe 29
ni siku ya kwenda kupiga kura, na imani yangu kila mkoa kila Mtanzania kujitokeza kwa wingi kwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Lakini tunao madiwani wa Chama cha Mapinduzi hapa Rufiji, madiwani 16. Ninawaomba wa Rufiji wote kujitokeza kwa wingi kwenda kuwachagua madiwani kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini niko mbele yenu kijana wenu kwa moyo mkunjufu, kama alivyosema baba wa taifa, uongozi si cheo, uongozi ni wajibu. Nami nimeubeba wajibu huu kwa niaba yenu wa Rufiji. Ninaomba kura nyingi za kishindo kwangu tarehe 29, tukaendeleze mapinduzi makubwa, mapinduzi katika kilimo. Mheshimiwa mgombea wa urais, naomba nikuthibitishie kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuleta wawekezaji. Rufiji tumepokea wawekezaji wanaokwenda kulima kilimo cha ndizi. Uwekezaji wa takriban trilioni 1.3 wanaufanya hapa Rufiji, na tayari wamekushaanza. Rufiji itakuwa namba 1 Afrika kwa kilimo cha ndizi na kusafirisha duniani. Takriban kontena 50 zitasafirishwa kutoka Rufiji kwenda maeneo mbalimbali Ulaya. Tunakushukuru sana kwa kuleta wawekezaji hawa. Lakini wawekezaji wengine ambao pia wamekuja kutokana na ushawishi wa sera za ujenzi wa uchumi ulizofanya, wanakwenda kuwekeza takriban bilioni 500 kwenye kilimo cha mawese, mafuta ya mawese. Tunakushukuru sana. Uwekezaji huu uliouleta unakwenda kutoa ajira kwa vijana, takriban vijana 9,000 wanakwenda kuajiriwa katika miradi hii mikubwa. Tunakushukuru sana Daktari Samia. Takriban kina mama 2,000 wanakwenda kuajiriwa katika miradi hii. Tunakushukuru kwa kuridhia ujenzi wa substation ya umeme, kipozeo cha umeme hapa Rufiji. Uwepo wa substation ya umeme utaongeza wawekezaji na Warufiji watakwenda kupata ajira. Tunakushukuru sana kwa kazi hii kubwa. Warufiji hawa, nimalizie mwisho kabisa, ni wakulima na ni wafanyakazi wazuri, wanajituma sana. Mimi nafahamu wanajituma sana, wako tayari kwa kilimo cha pamba. Tunakushukuru kwa kuwaleta bodi ya pamba kuja Rufiji, lakini wameniambia ili waweze kulima kisasa, wakati ni sasa kwao kuletewa matrekta ili waweze kulima kilimo cha kisasa. Wakati ni sasa, hakuna wakati mwingine. Tunaleta maombi haya kwako na kukushukuru sana na kukutakia kila laheri katika ushindi utakaopata Rufiji. Rufiji hakutakuwa na kura itakayopotea kwako. Asante sana na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.